Kwa majina naitwa Christmas Charles. Nimesimama ama nimeketi hapa kama CEO wa Jikoni Agents Limited. Nimefurahi sana kuwaona ndugu zangu waandishi wa habari na nimevutiwa zaidi na uwepo wa makocha mbalimbali wa vilabu vya ngumi wilaya ya Ubungo, lakini pia nashukuru kwa uwepo wa katibu wa chama cha ngumi za ridhaa Ubungo, lakini pia nimefurahi zaidi kuwepo na mwenyeji wetu mwalimu wangu hapa wa shule ya msingi ya Makuburi, Mabibo Makuburi, mwalimu Hussein, lakini pia nishukuru kwa uwepo wa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kwa niaba ya jopo zima tulokaa hapa, tumekuja na dhumuni moja tu leo tufanya tukutane asubuhi ya leo. Sisi kama Jikoni Agents Limited tumeshirikiana na chama cha ngumi za ridhaa kuandaa tournament inayofahamika kama Mbabe wa Kitaa. Mbabe wa Kitaa ni tournament ambayo itakuwa kwa siku 3 mfululizo, tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9, ambayo itakuwa finali itafanyika usiku. Lakini majira ya tarehe 7 na tarehe 8 itafanyika kuanzia saa 10 mpaka saa 1 kasoro za jioni. Finali tu ndio itafanyika kuanzia saa 1 za usiku, lakini itaisha kwenye majira ya saa 4 za usiku. Tunafurahi kwa sababu tunaamini ngumi ni miongoni mwa tasnia ambazo zinachangia pato kubwa katika nchi yetu, tunafahamu hilo. Lakini mbali ya kuchangia pato kubwa, ngumi ni sehemu ambapo vijana wenzetu wanapatia mkate wao wa kila siku. Zimekuwa zikileta sifa kubwa katika taifa letu, lakini imekuwa ni kitivo cha utafutaji kwa vijana wenzetu. Sidhani kama kuna lingine la kuzungumza la mantiki zaidi ya hayo ambayo yameshazungumzwa. Ningependa muwe miongoni mwa mashuhuda wa mkataba rasmi ambao tunaingia pamoja na UDBA, chama cha ngumi za ridhaa, sisi kama Jikoni. Mkataba ambao tutasainishana nao mbele yenu waandishi na mashuhuda wote ambao wamefika hapa, wapenzi wa ngumi na wakazi wa Makuburi. Mkataba wetu ndio huu hapa. Taushika kwanza, au shika na Sheikh Yasin hapa. Taushika muweze kuona. Ndo mkataba rasmi wa Jikoni Agents Limited dhidi ya UDBA, chama cha ngumi za ridhaa cha wilaya ya Ubungo, na mkataba huu umeandikwa vyote vya muhimu vimezingatiwa humu, including sehemu ambapo najua waandishi ndugu zangu ningependa kufahamu zaidi. Ni mkataba wa muda mrefu kiasi gani? Ni mkataba wa miaka 2. Yaani hiyo naiongea wazi kabisa, na hata faida ambazo watazipata wao zimeandikwa humu, na sisi kama Jikoni Agents zimeandikwa humu. Kwa hiyo kama mtataka kushuhudia zaidi ama kudadavua zaidi, naomba mkutane na mabosi zangu hapa UDBA. So mimi wao wakiwaruhusu kuona sawa, ila wakidanili mimi sina shida kuanzia hapo, lakini tutautia sahihi mbele zenu na nyinyi mtakuwa mashuhuda, na vyombo vya habari vyote vilivyofika hapa vitakuwa mashuhuda. Bwana, tuliwatumia siku 3 kabla. Hawajakutana nao tu hapa, maana naona Hussein pale wampenja. Ni swali ambao ungeniuliza hilo. Umeona? Au kaka yangu Marco hapo, najua ungenipiga hilo. Lakini tuliwatumia siku 3 kabla, na sehemu ya kutia saini ndo hapa. Tutaenda kutia saini wote wawili hapa. Mwenyekiti, unaturuhusu? Unaturuhusu? Sawa. Ngoja nirudie hii. Sawa.
Naitwa nini? Katibu. Au ni mwenye? Kwa sababu ndio tunasaini. Katibu, yani title cheo chako. Ndio. Katibu. Mwenyewe anaandika. Katibu wa yes, ndio cheo chako. Yes. Hapo. Swali ambalo watu wengi wangependelea kufahamu. Sisi mpaka kuingia kandarasi ya miaka miwili ni kutokana na project ambazo wako nazo wilaya, chama cha ngumi cha ridhaa wilaya ya Ubungo UDBA. Wana project za mwaka mzima, yani ni chama ambacho kimejidhatiti kusema kweli, yani ni watu ambao wana maono. Kwa hiyo wameandaa project za mwaka mzima. Hata ikifika mwakani pia nahisi kwenye mwezi wa 11 au 12, kwa sababu hata hizo waliziandaa mwaka jana mwezi wa 11 12, na hisi watakuja na project tena zingine ambazo wanatamani kuziendea mwaka huo. Kwa hiyo haya matukio ambao tukio ambao umeliona leo ama tukio ambalo linaenda kuanza rasmi kesho na kuisha tarehe 9 ni tukio ambalo lina muendelezo. Ndio maana wamekuja na kalenda nzima na wamewasomea matukio. Kwa hiyo yale matukio yote ambayo mmesomewa kwenye kalenda ni matukio ambayo yanaenda kuhusika na jikoni moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya huu mwezi wa 3 tutegemee mwezi wa 6, mwezi wa 4 kuna tournament nyingine ambayo tutaenda rasmi kuisimamia na kuendeleza. Kwa hiyo huu ni moto ambao umeanza mwezi huu wa 3, utaenda moja kwa moja mpaka mwezi wa 12 tarehe 24, 25, 26 na 27. Hiyo ni inaitwa funga mwaka. Nimekujibu sawa sawa? Kwa majina kama mlivyotambulishwa, naitwa Yasini Jaha, ni katibu wa chama cha ngumi za ridhaa wilaya ya Ubungo. Nashukuru leo tumewaita waandishi wa habari kwa kusikiliza au kuja kuona matukio makubwa mawili. Kwetu sisi tunasema ni historia kama chama cha ngumi wilaya ya Ubungo pamoja na uongozi wa serikali ya wilaya ya Ubungo. Kwetu sisi ni historia. Katika matukio mawili, tukio la kwanza tunakwenda nalo ni la utiaji saini au wekaji saini kati ya UDBA na Jikoni Against. Lakini tukio la pili ni la uzinduzi wa chama. Tunakwenda kuzindua chama rasmi leo. Tutakuwa na wachezaji, mtaona hapa, watafanya sparring kidogo na mtachukua picha kwa ajili ya hiyo uzinduzi wa chama. Lakini katika matukio mawili kuna taarifa fupi kidogo kama dakika moja hivi ya chama. Malengo ya chama ni nini na kwa nini tuko hapa? Sisi kama chama tumeandaa kalenda. Tuna kalenda yetu hii hapa. Kama unaiona hii kalenda mwaka mzima. Nitaisoma kwa ufupi ili kila mtu aweze kufahamu nini kimeandikwa kwenye hii kalenda kwa mwaka mzima. Haya ni malengo ya chama cha ngumi la Ubungo UDBA. Kalenda inasema kwamba kalenda ya shughuli za chama cha ngumi la Ubungo, Ubungo District Boxing Association UDBA 2025, ikionyesha mashindano ya kitaifa, semina na mikutano ya chama kitaifa. Inaanza na Januari tarehe 1. Tarehe 1 Januari. Kwa maana Januari tarehe 3, 4 na 5 2025 UDBA Boxing Cup Ubungo. Kuna Jikoni Against UDBA na wadhamini. Februari tarehe 14, 15 na 16 Jikoni Against Boxing Cup Dar es Salaam. March 7, 8 na 9 ambayo hii tunaenda nayo kesho. Mashindano ya wazi ya Ubungo Open Champion yanajulikana kama Babe wa mtaa. Ambao anaanza kesho kilele chake, na leo ndio tunaanza shughuli yake ya ufunguzi. Lakini kuna Juni tarehe 19, 20 na 21 ni mashindano ya wazi ya kombe la wilaya kwa wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kuna Agosti 14, 15, 16 na 17 2025 mashindano ya wazi ya mbunge Boxing Cup. Oktoba 16, 17 na 18 na 19 mashindano ya wazi Diwani Boxing Cup. Novemba 6, 7, 8 na 9 2025 mashindano ya ubingwa wa mabingwa Ubungo. Lakini kuna Disemba 25, 26, 27 na 28 2025 tunafunga mwaka, mashindano ya kufunga mwaka 2025 Ubungo. Lakini kuna kozi mbalimbali, kuna kozi za majaji na makocha. Kuna Machi 1 hadi 7 na kuna Machi 8 hadi 14.
Huu ndio utaratibu wa chama cha ngumi za ridhaa wilaya ya Ubungo. Lengo ni nini? Lengo ni kukuza mchezo wa ngumi zetu za ridhaa katika mkoa wa Dar es Salaam, Ubungo na Tanzania kwa ujumla. Leo hii watu wanafocus sana kwenye professional, lakini wanashindwa kufahamu kwamba hakuna professional bila ridhaa, hakuna. Yaani ili uwe professional mzuri ni lazima utokee kwenye ngumi za ridhaa ndio upande kule juu kwenye professional. Kwa hiyo sisi tunataka tufanye kuhamasisha hii ngumi za ridhaa kwa wilaya ya Ubungo na kwa Dar es Salaam ili tupate professional wazuri katika nchi yetu ya Tanzania, ili watuhakikishe vizuri kwa wachezaji ambao wanakwenda kupigana nao wa nchi mbalimbali. Kwa hiyo mimi nasema sinisongee sana na muda ni mchache sana, nasema kwamba Ubungo tuko mguu sawa kuhakikisha kwamba ngumi zetu za ridhaa zinashika hatamu kwa kushirikiana na Jikoni Against. Baada ya kusema nasema asanteni sana kwa kunisikiliza na nakaribisha pia namkaribisha mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili naweze kuongea mawili matatu. Karibu mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na nikiwepo hapa. Mimi naitwa Mwinyi Mila almaarufu, ili jina la umaarufu, lakini jina la mshahara naitwa Mwinyi Mkuu Musa Rajab. Kwa hiyo ukiingia kwenye YouTube unanikuta kama Mwinyi Mila. Mimi naishukuru kwanza Against Jikoni kwa kufanya hivi, kwa sababu naona kipenga kisharia na wana Masumbu, ili ndio kimbilio au kilio chetu kikubwa sana. Sababu mimi na basement zisizopungua 3. Ya kwanza nikiwa kama refari au kocha wa wilaya, nikiwa refari kama na kocha wa mkoa, na nikiwa kama national team, lakini nipo professional kama refari. Na hapa nimesimama kama kocha. Sasa huku professional tunapata vitu vingi vigumu, kwa sababu unakuta bondia ajui sheria, ajui asimameje, ukimuuliza kocha. Lakini Ubungo washajibeba hiyo, kwa sababu wenyewe tayari washaanza kuanzisha kozi, ambapo na mimi nilikuwa nishapita huko. Kwa hizi kozi naona zita profit vizuri mabondia kufika wanapopahitaji, kwa sababu kila bondia na ndoto na wengi wanasubutu, lakini ili walioni. Sasa Jikoni wameamua kufufua vipaji. Mimi naona kipenga kisharia, kelele za Mama Samia kapiga sana, tuwasapoti hawa watu. Kwa nafasi makocha wapo, basement zitakuwepo. Basi mimi nashukuru kwa hili, na kama siku ya leo watu watapima hapa, watu wa draw, ngumi zitaanza. Mimi naomba hivyo tushirikiane kwa pamoja ili mambo yafike kwa wakati. Asante sana.